Kwenye Agano la Kale ile Spirit of God wakatafasiri roho ya nani? Ya Mungu. Na hiyo Spirit of God katika Agano Jipya wakatafasiri roho wa nani? Wa Mungu. Simuone hicho kitu Ndio. Lakini ni kwa English haina tatizo lolote, lakini sababu tunaelewa kusema roho ya Mungu, roho wa Mungu ni kitu kile kile. Sasa tumeshapewa comparison hapo kwamba roho yako ndio inajua mambo yako wapi? Mwenyewe. Na roho ya Mungu inajua mambo ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Kwa hiyo ni si mtu mwingine, ni roho ya Mungu. Maana alituumba kwa mfano wake. Sasa jana sabato ya juzi, ya jana, yani Jumamosi iliyopita, tulijifunza haya yote, ila isema tukugusia, nilisema ndio kuigusia tutapoingia leo. Ila tulikuwa tumejifunza waasisi wa SDA, Seventh Day Adventist, waliamini roho nani? Tushapita nyaraka. Sasa naomba twende kwa haraka katika nukuu ambazo zilibakia. Tuliona katika waasisi, Ernest anasema hivi, nimeagizwa wanachukua viwango ambao wameangukia katika mauti, wanapaswa kuongea kupitia kuyachapisha maandiko yao. Naomba tuanze kuchapisha. Bwana asifiwe. Fanyeje? Tuchapishe. Nimeagizwa kwamba sauti zao zinapaswa kusikiwa. Nimeagizwa kwamba sauti zao zinapaswa kusikiwa. Wanapaswa kutoa ushuhuda wao wa kipi kinaunda ukweli wa wakati huu. Hii nukuu kwa hapa, Preach the Word, page ya 5, the Council to Writers and Editors, page ya 31, para ya pili. Sasa tushaangalia kwa Audience Smith. Sasa naomba tuende kwa haraka sababu muda ni mchache. Tuende kwa hili swali. Tuende hapo tulisoma. Chukua tu hii hapa. Nafikiri tuanze tu ile swali. Huyu ni JWW anauliza kwa Audience Smith, je, tuelewe kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, mtu sawa na Baba na nani? Maana wengine wanadai kwamba ni hivyo, wengine wanadai kwamba si hivyo. Haya. Answer. Sasa tuna kwenye Kiswahili haraka. Anasema hivi, maneno Holy Ghost ni tafasiri kali inayopendeza. Inapaswa kuwa Roho Mtakatifu, sawa? Hagion Pneuma. Sasa kwenye hapa nimeweka tu Roho Mtakatifu ili tuelewe, lakini wenyewe wanatumia roho. Kila mahali roho huyu ni roho wa Mungu na pia ni roho wa nani? Wa Kristo. Roho akiwa ni yule iwe anatajwa kuwa wa Mungu au wa Kristo. Lakini kuhusu roho huyu Biblia inatumia maneno ambayo hayawezi kupatanishwa na wazo la kuwa yeye ni nafsi kama Baba na nani? Na Mwana. Badala yake huonyesha kuwa ni ushawishi wa kimungu utokao kwao wote wawili, chombo kinachowakilisha uwepo wao na ambacho kupitia hicho wana maarifa na nguvu katika ulimwengu wote wanapokuwa hawapo kibi. Simekaa vizuri hiyo? Sikia sasa. Kwa mfano, tendo kwa haraka tu. Lakini kwa kawaida utajwa kwa namna inayoonyesha kwamba hawezi kuwa nafsi. Vipi? Sio kwa uwepo wa mwili bali kwa roho wake. Katika mojawapo ya mafundisho ya Kristo, Yohana 14 na Yohana 16 mpaka Yohana 16, roho huyu anafananishwa kama mfariji, na kwa namna hiyo utajwa kwa viwakilishi vya nafsi kama yeye, wake na ambaye. Iko hivyo Lakini kwa kawaida utajwa kwa namna inayoonyesha kwamba hawezi kuwa nafsi kama Baba na nani? Kwa mfano, mara nyingi husema kuwa anamwagwa, anamiminwa, lakini hatuwahi kusoma kwamba Mungu au Kristo wanamwagwa au anafanyaje? Kumiminwa. Huu ufahamu ni kwa sijasema inukuu, ndio ufahamu wangu wa zamani. Nimesema nukuu nikasema hakume naungwa mkono. Bwana asifiwe. Amen. Unajua ukiwa unasoma neno alafu mashahidi, wingu la mashahidi liko nyuma yako, ni jambo jema. Kama angekuwa nafsi, isingekuwa ajabu kwake kuonekana katika umbo la mwili. Hata hivyo anapoonekana hivyo, jambo hilo utaja kuwa la kipekee. Hivyo Luka 3:22 usema Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa umbo la nini? La kiwiliwili. Hapa tumeona tafasiri si nzuri. Kama nini? Ua. Lakini umbo hilo sio la kudumu, kwa maana siku ya Pentekosti alionekana katika umbo la ndimi zilizogawanyikana kama za nini? Za moto. Bwana asifiwe. Anasema anawageuza watumishi wake kuwa mwali wa nini? Au malaika kuwafanya kuwa nini? Roho, spirit. Kwa hiyo na kingine, ukiangalia huduma yote ya roho, ukisoma ile Danieli, kitabu kile cha kinaitwa Ezekiel sura ya 1 na sura ya 10, utaona kuna viumbe wale wangapi? 4. Alafu ndani yao kuna roho inawaongoza.
lakini wanaonekana nani? Si malaika, ila kuna roho inafanyaje? Wanapotaka kwenda inafanyaje? Wanaenda, sababu Mungu mwenyewe kwa roho wake anaongoza malaika, kwa roho wake anaongoza wanadamu. Sasa sio kusema kama roho ni malaika. Tuko pamoja? Ni kama wewe roho wa Mungu akikuingia ndani yako ukanena, wewe unakuwa roho. Ila ni roho ya nani? Ya Mungu ndani. Imeingia ndani? Kama ilivyoingia kwa Agabo, naye akanena akasema, mtu huyu akienda Yerusalemu anapigwa mshipi, anafungwa huyu. Kwa maana Mungu alinena kwa roho kwa nabii. Tulisoma maandiko hayo. Sasa tuje tukachanganya. Sasa katika kwa Wagner, huyu ni J.H. Wagner, kuna E.G. Wagner, huyu ni baba yake. Kitabu cha E.G. Wagner nitakuja kufanya presentation. Kuna ujumbe unaitwa ujumbe wa Minneapolis ambao ulishuka mwaka 1888 ndani ya kanisa la Sabato. Huo ujumbe ndio ulikuwa unawatoa Sabato katika roho, katika mafungamano ya kisheria ya Torati. Sawa kuwaleta katika neema ya nani? Ya Kristo. Si kwamba sheria iondolewe, lakini walifundishwa namna ya roho ya sheria. Lakini walikataa ujumbe, mpaka leo wamekataa, wako gizani. Na ni bonge ya message ambao ukisoma unasikia moyo wako unawaka ndani yako. Ellen White alisema wakati ujumbe unapresentiwa mwaka 1888 alisikia fiber za mwili zinawaka, kwa sababu unajua nabii katika kanisa lao Yeremia walikuwepo kina Joyce na Wagner ambao Mungu aliwavuvia. Hao walizuia Sunday Law Marekani mwaka 1888 mpaka 89. Uliza, nataka kasome kina G Wagner kina Jones. Huyu anaitwa Jones, hata mwanangu nimeita Jones kwa sababu hiyo. Jones alikuwa ni very smart boy, kijana mdogo. Maana kina vijana kina Kevin, kina Nelson na kina Shayo hapo na Jonas, nasikia raha kwa sababu ni vijana wadogo. Wazee kama Uriah Smith na kina James White hawakuona ufunuo kwa wale vijana, Bwana asifiwe. Lakini ni vijana ambao walisimamisha ujumbe wa Mungu wa kipekee, na wameandikwa katika encyclopedia ya Marekani, watu ambao walisimama kuipinga Sunday Law kwa hoja, mpaka maseneta wa Marekani wakashindwa. Sunday Law ikashukwa chini. Na wakati huo utatu ulikuwa umechachamaa Marekani. Maana ile sheria ya Sunday Law ilikuwa inasema mtu yeyote ambaye ataukufuru utatu na atafanya kazi Jumapili, kosa la kwanza atalipa paundi kama paundi 50. Kosa la pili utapigwa chapa ya bia hapa na kulipa faini, na kama unafanya na jela. Na kosa la tatu utauawa. Ani maneno yaliyopitishwa wapi? Marekani. Na wakati huo kanisa la ICD lilikuwa linapinga nini? Utatu. Sasa fikiria, wakati wako busy kupinga utatu na kupinga Jumapili, wakitukuza Sabato, makanisa ya Jumapili na serikali wakaungana kuweka sheria ya kupinga nini? Ya kuwatia nguvuni wapinga nini? Utatu, na ambao wanafanya kazi Jumapili. Ninaenda katika kitabu cha Russell Day Events cha Ellen White, anaandika namna wa kanisa wa Sabato watawezaje kuishi wakati wa Sunday Law. Sasa kumbe leo ukiona leo vuguvugu la kupinga utatu linainuka, basi tambua kwamba mnyama naye atasimama na serikali za dunia wakiweka sheria ya utatu na sheria ya Jumapili. Angalia mwaka 2015 katika COP 21 nini kilipitishwa? Nini kilipitishwa? Fundisho la utatu lilipitishwa katika kuwa agenda ya mazingira ya dunia, na Jumapili ikapitishwa kuwa agenda ya pumziko la mazingira duniani. Why? Safuatilia hapo nyuma nini kilianza. Vuguvugu la kupinga utatu ndani ya kanisa la Sabato lilianza kushamiri kuanzia mwaka 2000. Likaanza kuota hapa nguvu mwaka 2010 kuelekea 12 na 15, dunia ikasimama ikakubaliana mwaka 2000. Mwaka 2000 katika mkutano wa Interfaith kule Assisi Italia, Pope Yohana Paulo wa pili akaita viongozi wote wa dini kule Assisi kufanya kongamano la amani. Kaangalia mkutano wa Assisi mwaka 2000 ilifanyika nini? Walikubaliana katika moja, kumfanya Pope kuwa overseer wa dini zote. 3, kueliminate, kuwaondoa wote ambao wanaitwa fundamentalist. Sasa ingia kwenye dictionary, fundamentalist ni nani? Ni wale, utakuta ni wale ambao wanashika mkazo mkali wa sheria. Hongo kwani? Someni kama hiyo lugha inakaa siko na nyinyi wasome. Fundamentalist. Ndio maana Pope Francis kabla hajakufa wakati yuko kule Turkey akakubana androgen na kaunga kuondoa magaidi ambao wanaitwa fundamentalist, na walikubaliana kwamba kila kanisa, kila dhehebu, kila dini ikapambana na fundamentalist. Angalia kule Saudi Arabia, Katari na pamoja Saudi Arabia, UAE na nchi za Kiarabu zinapambana na Muslim
au si Waislamu wenzao? Sababu Muslim Brotherhood wana itikadi kali, lakini nchi za Kiarabu zinapambana nao. Huo ni mkataba wa asisi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati ule watu wanajisimama kuinuka kuquestion fundisho kuhusu Mungu na vinginevyo, dunia ama ibilisi halali naye anainuka kutunga sheria za kukabiliana nao. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaenda katika wakati wa mwisho na fundisho la utatu. Wasabato leo wameingia katika utatu, hawajui bayana kwamba kuingia katika utatu, hata wao kupinga Jumapili ni kazi bure. Maana Jumapili inatukuza nini? Utatu. Na wao wamechukua nini? Utatu na interface. Kuanzia ule mwaka 1978 waliungana Wakristo wote kwamba wanaokiri imani moja ya nini? Ya Utatu Mtakatifu pale Nairobi, Kenya. Kwa hiyo wewe kama uamini utatu, wewe si nani? Si nani? Si Mkristo. Sasa Mungu leo anainua vijana hapa, Bwana asifiwe, ambao wanasimama kidete kutoka Jumapili, kutoka Jumamosi, kutoka upaganini, wanasimama kidete kumtangaza Mungu huyu mmoja. Rafiki yangu, ufalme wa Mungu umekaribia, na watasimama wengi kule India, watasimama wengi kule China, wengi Marekani. Na kabla China ijiingia katika komunisti, nini kilisimama? Fuatilia China mwaka 1844 mpaka 89, nini kilitokea? Utaona waliinuka vijana wakajitangaza, sisi ni wadogo zake Yesu, tunashika Sabato na amri 10. Uingereza, Ufaransa na serikali ya China iliungana kuwaeliminate wale wote, maana walikuwa tayari wanaenea China, na wanasema kwamba kama ingeachiwa leo China yote ingeshika Sabato. Na nini walikipinga? Walipinga utatu, wakasema Mungu ni huyu, hiyo ni China, wakawaeliminate wote. Hiyo ni by history. Kitabu cha Siri ya Uasi imeandika history sehemu ya 3. Kwa hiyo mambo haya hayaji kwa ajali, na msifikiri kama mko kwa nini hapa kwa ajali. Mpo kwa kusudi la Mungu. Labda mchukulie kanisa ni mzaha, labda mchukulie ministry ni mzaha. Mpo kwenye kusudi la nani? La Mungu. Na kama huyu Mungu mmoja unamhubiri na umwamini na humtii, utakuwa unajua ukweli na watu sasa hivi wanapigwa muhuri wa nani? Wa Baba. Kwenye King James Version 14 Ufunuo mstari wa kwanza, wale 144 walionekana wana jina la nani? La Mungu Baba, katika paji la nini? Kwenye King James Version, lakini kwenye Kiswahili imetumia Baba na nani? Mwana. Kwa hiyo watu, kwa nini upigwe muhuri wa Baba? Sababu dunia imeacha kumtambua Mungu huyu. Shema Israel, Bwana Mungu wetu ni Bwana huyu. Hiyo ni shema ambayo Kristo aliimba na mitume wake waliimba, nasi tunapaswa kufanyaje? Kupiga kelele, sema Masawe, leo bila lako ni hilo utatu na wengi zako na wenzako. Utatu. Hapana. Mungu alisisitiza. Ndio maana kule Israeli uko ukikufuru jina la Mungu, ukiingiza miungu mingine, utaacha salama. Si uliuawa? Na watu ambao wanakataa watakuwa na miungu wategemea kuua. Ndio maana kusema 25:61 ya Yeremia, watakuwa wao na Bwana watakuwa nini? Ni wengi. Sasa fuatilia leo wanaoshika utatu ni wachache. Na kusema misile Maraki sura ya 3, kuna makundi mangapi? Matatu. Makundi mawili yatakatiliwa mbali ambayo ni makubwa. Kundi moja dogo ndilo litaletwa katika ufalme wa Mungu. Na Mungu anasema hivi, 12:2 Luka, soma haraka. Watu wanajua kama mkiwa wengi, kanisa lenu linakuwa wachache. Wingi wa watu si kigezo cha imani ya kweli. Soma andiko. Nasemaje? Msiogope enyi kundi dogo. Msiogope enyi kundi dogo. Kwa kuwa baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Kwa kuwa baba yenu ameona vyema kuwapa nyinyi nini? Ule ufalme. Ambao ni kundi gani? Kundi dogo. Kundi dogo. Mungu angalia wingi. Sasa angalia katika hii hoja ya wangu, na je, anasemaje kuhusu Mungu? Anasema hivi, sisi si tu kwamba tuko tayari, bali pia tunatamani kuliacha jambo hili pale pale ambapo neno la Mungu linapoliacha. Kutoka humo tunajifunza kwamba Roho wa Mungu ni nguvu ile kuu na ya ajabu itokayo katika kiti cha enzi cha ulimwengu, na ambayo ndiyo mtendaji mkuu katika kazi ya uumbaji na ya ukombozi. Bwana asifiwe. Kwa wao pionia waliacha pale ambapo andiko limeishia, wakafanyaje? Sasa leo tunaongeza na kupunguza, tunaingiza lugha nyingine ngumu. Anasema tena kwenye tafsiri hapa tunaona kwamba Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, pia ni Roho wa nani? Wa Kristo. Jane N. Lafbar, huyu kidogo amuoe Ellen G. White baada ya James White kufa.
alikuwa ni kijana mmoja shupavu, ameandika vitu vingi sana kuhusu utatu. Lakini Roho wa Mungu alisema Ellen White haolewi, ana kazi kubwa ya kufanyaje? Akaenda Australia. Na pia kuolewa na kuoa lazima pia umuulize nani? Yeremia aliambiwa kwamba hutaoa maana na kupitisha katika wakati mgumu akooa, alikufa mseja. Ezekieli aliambiwa hivi, kijana Ezekieli, kaoa tu ndoa changa tu, kumbe mke wako atakufa. Wewe umeoa tu umekamia una mwezi huu miwili tu, unataka Mungu vipi tena akaambiwa mke wako atalala, maana nakupa wajibu mkubwa sana. Kwa hiyo Mungu akimlaza mcheo utamkuta wapi? Kule. Rafiki yangu mmoja akaniambia, Masawe, mimi nitaenda kuoa mbinguni. Ila sasa hivi kashaoa. Alikuwa amechachamaa kiimani, mwili ukawaka, au sio? Maandiko yanasema kwa habari ya zinaa kila mtu awe na mke wake. Lakini katika mazingira haya uulize Mungu mara mbili. Bwana asifiwe. Unaweza kaoa na ukafanywa usirejee wapi? Kanisani. Rutu aliongozwa na mke wake mpaka Sodoma, na mke wake akuokolewa, aliachwa. Uongo kweli? Na watoto wake wakapata roho chafu kule Sodoma na Gomora. Kwa hiyo unaweza ukajiingiza katika ndoa na ukajikuta upo kubaya zaidi. Sisemi msioe, lakini muwe waangalifu. Muwe waangalifu vijana, muwe waangalifu sana. Anasema hapa huyu J.N. Lafbar, tunajifunza kutokana na maneno haya kwamba tunapozungumza kuhusu Roho wa Mungu, kwa hakika tunazungumzia uwepo wake na nguvu zake. G.A. Butler kwenda kwa J.H. Terog, huyu alikuwa pia ni kiongozi wa General Conference. Terog huyu ndiye aliingiza utatu ndani ya CJ. Ukisikia uasi wa kwanza, alfa ya uasi, vingine na wachanganya kidogo wageni wa imani. Alfa ya uasi ni Terog. Huyu ndiye aliingiza Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Ellen White alimkemea na akajitenga huyu na akanyakua kitengo cha afya cha kanisa cha Bethel Bridge. Na leo ukienda kwenye supermarket kuna bidhaa zinaitwa Terog. Ushaziona? Ni huyu, nyanya za kopo, kalanga, na ni nzuri kwa afya. Terog huyu. Na kuna mwingine alikuwa miongoni mwa hawa, ndo alipita akafungua chuo cha uchawi kikubwa pale Marekani. Sababu Ellen White alimuonya, alikuwa anafanya mjadala na hawa wana mizimu hawa. Wana nini? Mizimu. Mtu anakuja pale anasema mimi analeta mtu aliyekufa. Unazungumza naye. Sasa jamaa akapinga masuala ya wafu, wakaambia wewe hujui kitu. Njoo sasa kwenye hekalu letu tukuonyeshe kwa mfano. Wewe unapinga kwamba wafu wakifa wamefanyaje? Ellen akamwambia usiende huko. Mungu amenionyesha usiende huko katika ile hekalu kwa sababu ukienda kule utapata mvuto wa ajabu. Sema mimi na Mungu Bwana. Akaenda. Aliitoa watu waliokufa vile kwa nawafahamu na wanaongea vile. Alishawishika, akatoka mle akasema ili fundisho na ufundisha si kweli. Kumbe watu wale ambao wamekufa nimewaona huko ndani. Na kati anatoka Ellen akamwambia wale waasisi wengine, akamwambia sema jamaa mwenzetu hapo amezungukwa na lundo la mapepo na hata kaa sawa. Na kweli ndio amekuja kufungua chuo cha uchawi Marekani. Kwa hiyo wale ambao walianza kiimani inawezekana wakaja wakawa tofauti. Kerogi akaenda kwenye utatu. Yule jamaa akaenda kwenye uchawi. Kwa hiyo mimi na wewe leo tunapokuwa tunahubiri hapa na maandiko tunasoma, inawezekana kesho tukawa watu tukawa magwiji wa uchawi. Rafiki yangu mmoja Alex, wewe alikuwa ananihubiri masuala haya pale Magomeni Church. Kuhusu Mungu nilikuwa namuuliza ndio nahangaika kukomparizoni imani ya utatu. Inanichanganya nikiwa bwana mdogo. Ananipa mambo ya roho na bita sielewi. Leo Alex amekuwa mganga wa nini? Wa kienyeji. Maana aliingia madawa ya sanitarian. Kwanza kuuza kwa mabilioni ya hela. Unajua Mungu alitupa ujuzi tusifanye biashara. Wewe mtu unatenza kitunguu saumu na maji pale katika 5, unamuuzia mtu milioni ngapi? 3. Ile tulipewa ile huduma kwa ajili ya kuwasaidia watu katika hoja ya nini? Ya afya. Mwisho akaingia kwa wasukuma kule msomo watu wakasema kwamba wanamaanisha kwamba kuna miti mingi ambayo wewe una macho ya kuona. Ipo miti ambayo ni hatari. Inatibu magonjwa. Wewe tukupake dawa ya macho. Uone vitu moja uko viona. Mpaka leo ni mshirikina mkubwa. Kwa hiyo watu wa Mungu inawezekana ukajikuta Roho wa Mungu anafanyaje? Ndio maana unatakiwa umjue Roho wa nani? Roho wa Mungu ili akukalie uanze kufikiria kama nani? Mungu. Bwana asifiwe.
Kwa hiyo lazima tutazame Mungu anakaa ndani yetu kwa Roho wake Mtakatifu kama mfariji na kama mkemeaji. Hasa zaidi kama mfariji. Tunapokuja kwake tunashiriki naye kwa maana hiyo. Kwa sababu Roho hutoka kwake, kutoka kwa Baba na kwa Mwana. Sio nafsi inayotembea kwa miguu au kuruka kama kiumbe halisi kwa namna ile ile kama Kristo na Baba walivyo. Angalau kama ni hivyo, basi hilo liko mbali kabisa na ufahamu wangu wa maana ya lugha au maneno. Mtoto wa Ellen G. White, C. White kwenda kwa H.W. Carey anasema hivi: kauli na hoja za baadhi ya wahudumu wetu katika jitihada zao za kuthibitisha kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kama alivyo Mungu Baba na Kristo Mwana wa milele zimenichanganya na wakati mwingine zimenifanya nihuzunike. Mwalimu mmoja maarufu alisema, tunaweza kumchukulia kama yule anayeshughulikia mambo hapa duniani. Mkanganyiko wangu ulipungua kidogo nilipojifunza kutoka kwenye kamusi kwamba moja ya maana ya neno nafsi ni sifa. Ilielezwa kwa namna ambayo ilinifanya nihitimishe kwamba huenda kukawa na nafsi bila kuwa na umbo la kimwili. Bwana asifiwe. Kwa lugha yao ya wakati ule ambalo Baba na Mwana wanalo. Kuna maandiko mengi yanayozungumzia Baba na Mwana, na kukosekana kwa maandiko yanayozungumzia kwa namna ile ile kazi ya pamoja ya Baba na Roho Mtakatifu au ya Kristo na Roho Mtakatifu kulinifanya niamini kwamba Roho asiye na ubinafsi, yani ile umbo binafsi wa nafsi, alikuwa mwakilishi wa Baba na nani na Mwana katika ulimwengu wote, na kwamba nikipitia Roho Mtakatifu ndipo wanakaa mioyoni mwetu na kutufanya kuwa mmoja na Baba na nani na Mwana. Sasa naomba tukimbie hizo za wasisi twende kwa Ellen G. White kwa sababu muda umeenda sana. Tuangalie maana Wasabato tuwapigia wasisi wa wakubali kabisa, wameshawakataa kuanzia mwaka 1928. Sasa tuangalie Ellen White wanaomkubali anasemaje kuhusu Roho wa nani? Roho wa Mungu. Na pia nakaribisha mjadala wote kuanzia nukuu nini zote katika somo linalokuja nitazifundisha na zitafunguka, ila tuanze na hizi kwanza. Testimony to the church. In giving us His Spirit, God gives us Himself, making Himself a fountain of divine influence to give force and life to the world. Kwa Kiswahili, kwa kutupa Roho wake, Mungu anatupa nafsi yake mwenyewe, akijifanya kuwa chemichemi ya ushawishi wa kiungu ili kuupa ulimwengu wa afya na nini? Kumbe Mungu anapotoa Roho wake, anatoa maisha ya uzima wake. Unierinjwe. Anasema hivi. Nilianza kule kweli. Sawa. Anasema hivi tena kwenye Kiswahili tu hapa. Ellen White Testimony for the Church, volume 9, page ya 189 para 3. Na wamshukuru Mungu kwa neema zake. Tuanze kwenye English hapa. They have one God, one Savior, and one Spirit. The Spirit of Christ is to bring unity into their ranks. Wamshukuru Mungu kwa rehema zake nyingi na wema na wawe wema wao kwa wao. Wana Mungu mmoja, wana Mwokozi mmoja na Roho mmoja. Si kama Paulo kabisa. Ukisema kuna Mungu mmoja na kuna Mwokozi mmoja na Roho mmoja, huo ni utatu? Hapana. Utatu unasemaje? Mungu mmoja ni nani? Baba, Mwana na Roho. Ellen anasema kuna Mungu mmoja, Mwokozi. Simple and clear. Anasema tena hapa, hii Ellen G. White Review and Herald, Aprili 5 mwaka 1996, para ya 16. Roho Mtakatifu atokaye kwa Mwana pekee aliyezaliwa wa Mungu umfunga mwanadamu mwili na nafsi na roho na asili kamilifu ya Kristo ya kiungu na ya nini? Ya kibinadamu. Sasa naomba sikia vizuri hapa. Roho Mtakatifu atokaye kwa nani? Kwa Mwana pekee. Huyu Mwana pekee aliyezaliwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Ellen White anaamini Yesu alizaliwa na nani? Na Mungu. Sasa anasema tena hapa, Baba alimpa Mwana wake Roho wake bila nini? Kipimo. Nasi pia tunaweza kushiriki utimilifu wake. Ellen White Great Controversy, page ya 477. Sikia tena neno lingine. Hii Ellen White Letters ya mwaka 1894. Sema Roho Mtakatifu ni Roho wa Kristo aliyetumwa kwa wanadamu wote ili awape utoshelevu, ili kwa neema yake tupate kuwa wakamilifu ndani yake.
Deserve, hii ni Deserve Verges, page 388, sema hivi: kwa njia ya Roho ndipo Kristo anakaa ndani yetu, na Roho wa Mungu apokelewaye moyoni kwa imani ndiyo mwanzo wa uzima wa nini? 8:1 Warumi. Roho wa uzima, soma 8:1 Warumi. Anasemaje? Anasema basi sasa basi hakuna hukumu ya adhabu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Maliza maandiko. Anasema mstari wa 2, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule. Maana sheria ya nini? Ya Roho wa nini? Wa uzima ule. Soma sheria ya Roho wa uzima ule. Ulio katika Kristo Yesu. Ulio katika nani? Kristo Yesu. Kwa maana ukiwa na Roho wa Mungu unakuwa na uzima wa nani? Wa Kristo Yesu. Tuko pamoja? Si kwamba Roho anakupa uzima mwingine, bali ukiwa na Roho wa Mungu unakuwa na uzima wa nani? Wa Kristo. Sababu Roho ndio uzima wa nani? Roho yako si uzima wako? Ndio. Si ndio? Kwa Roho ya Mungu ni uzima wa nani? Wa Mungu. Na andiko tumesema kwamba Mungu akitupa Roho anajitoa mwenyewe kwa mfereji. Hebu soma maandiko hayo tuweke vizuri. 5:26 Yohana, soma kwa utaratibu kabisa. Maana tushamaliza somo letu, kama mtu anakuwa na swali utashambulia. Soma andiko. 5:26 Yohana. Inasemaje? Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, ndivyo vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Imekaa vizuri eh? Alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Sasa soma 7:38 hiyo Yohana takatifu. Soma 7:38 Yohana. Nasemaje? Anasema aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai. Mito ya maji yaliyo nini? Yaliyo hai, ambayo ni uzima itatoka ndani yake. Itatoka wapi? Ndani yake. 9. Nasemaje? Na neno hilo alisemaje? Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale waaminio watampokea baadaye. Asante. Na maana kumbe ule mito ya maji ya uzima inapobubujika ndani yako, alikuwa anamaanisha Roho. Kuna maana Roho Mtakatifu ni uzima wa nani? Mungu. Wa Mungu. Aliyompa nani? Mwanae. Na naye pia anatupa nini? Sisi. Kwa hiyo inakuwa ni nuru kwetu. Ndani mwake ndimo ulikuwemo nini? Uzima. Ile Yohana 1:10 za kutosha. 1:4 Yohana kwamba ndani mwake kulikuwa na uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya nini? Ya watu. Kuna maana Kristo ametupa uzima ambao umetoka kwa nani? Kwa Baba. Kwa hiyo Baba na Mwana wanashia uzima huu mmoja, ambao ni Roho huu mmoja. Simple and clear, huo ndio umoja wao. Wewe ukiwa na Roho wa Mungu, wewe unakuwa na umoja nao. Hebu nipe andiko hili 17:11 Yohana. 17:11. Anasema wala mimi simo tena ulimwenguni, ndio, lakini hao wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Sasa naenda katika mstari wa 22 hapa. Anasema mstari wa 22 nasemaje? Nami utukufu ule, anza 23 tu. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja. Ili wawe wamekamilika katika nini? Katika umoja. Ili ulimwengu ujue ya kuwa ndio uliyenituma. Sasa ili Baba na Mwana wawe ndani yetu na sisi tuwe ndani yao, ni kwa njia gani? Waraka kwanza Yohana 3:24. Soma. Anasemaje? Naye azishikaye amri zake, ndio, ukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho alitupa. Bwana asifiwe. Kumbe Baba na Mwana anakaa ndani yetu kwa njia gani? Kwa Roho alitupa. Sasa kuna andiko moja ile la Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 7 pale kushuka mpaka 10. Wanasema kwamba Baba anakuwa ndani ya nani? Ya Mwana, na Mwana ndani ya Baba. Wanasema kwa unaona sasa Mungu yule moja tu. Sema mama sawa, sasa Baba ndio yuko, Baba ni ile Roho, Mwana ni ule nini? Mwili. Ni confusion. Yaani mtu Yesu alikosa maneno kutuambia wakati huo mpaka asubiri mtu mmoja hapa Mlamalagi atuambie maneno haya. Yaani mtu analazimisha maneno mengine ambayo mitume walipaswa kuyaweka, si ndio? Lakini hawakuyaweka sababu waliona haya maneno waliotuandikia yanatosha. Sababu msiongeze wala
msipunguze. Neno la Mungu linajitafasiri lenyewe clear. Nafikiri tapadi Thomas hapo unanisikiliza vizuri katika ile somo. Bwana asifiwe. Amen. Ni maana wanasikiliza na maana nipigie simu. Sasa kwa kumaliza, hii ni barua leta ya 38 mwaka 1997 hivi. Roho ametolewa kwetu bure na Mungu ikiwa tunathamini na kumpokea. Naye ni nini? Ni mwakilishi wa Yesu Kristo. Anapaswa kuwa msaidizi wetu wa kudumu. Ni kwa njia ya Roho ndipo Kristo anatimiza ahadi. Sitakuacha kamwe wala sitakupungukia. Kwa maana anayekuwa ndani yetu ni nani? Kwa njia gani? Roho Mtakatifu. Sikia vizuri hapa. Hii ni Becho Januari 15 mwaka 1993 para ya 8 Ellen G. White. Kwa Roho Baba na Mwana watakuja na kufanya makao yao kwako. Ili andiko sinasema hivi, Yohana 14:3. Yesu akajibu akawaambia, mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Hivi Mungu Baba anaweza kaja kwa mzima mzima? Hapana. Kama hivi inawezekana kama tu Yesu alipofufuka tu ikawa kivumbi, walipomuona tu wakaanguka kama waliokufa. Na maandiko yanatuambia sura ya Baba, mbingu na nchi zinakimbia uso wake. Sasa wewe tu kamwili kako kamekonda, unakula vitu vya ajabu ajabu kula sijui nini, ndio unakula nguruwe wanafikia alafu unasema Baba ameniingia kwa namna gani? Sababu ukisoma ile 66 kuanzia 17 pale ya Ufunuo Isaya, sema wote wanaokula nguruwe, panya na machukizo watakoma, sema Bwana. Sasa kwa njia ya Roho Mungu anakuja kaa ndani yetu. Hii tushaisoma hii huku. Kwa tumalizia. Hii inaitwa Ellen G. White Education, page ya 132. Na wakati mwingine tutakuja hapa kufanya presentation kuhusu elimu ya kweli. Elimu ya nini? Kweli. Ili tujifunze elimu ya kweli. Unajua leo watu wanajua elimu ya kweli ni ya vidato. Hii primary education, si ndio? Darasa la kwanza mpaka la 7. Form 1 mpaka form 6. Chuo miaka 3 au miaka 4 anajua tayari ana elimu na anatoa na andiko kwamba mshike elimu usimwache aende zake. Si ilikuwa nukuu pale. Yeye ongelea elimu hiyo. Hivi Danieli alisoma elimu ya Babeli? Kicho mwajiri ni elimu ya Babeli? Hapana. Yusufu alisoma elimu ya Misri? Hapana. Kicho mwajiri elimu ya Misri? Hapana. Hii Biblia unaoizalau ni elimu ya kweli? Na hakika kama ukisimama nayo kwa ukweli itakuhamisha na itakutoa hapo ulipo. Bwana asifiwe. Utajikuta upo katika majumba ya wafalme. Najua mimi leo nilikuwa nimeitwa nini inaitwa hiyo? EF. Najua ni radio kubwa sana EF. Wananiita pale, wananyenyekea. Mimi sijasoma kama wao. Au sio? Ila kuna maarifa ambayo Mungu amenipa. Bwana asifiwe. Kuna mapadri na maskofu wanapanga semina nifundishe. Wangejua elimu yangu wangekimbia. Lakini kuna kitu ambacho kipo ambacho Mungu anakupa hazina kwa Roho. Alisema hivi, atatoa hekima ambayo hakuna mtu ataweza kushindana nayo. Simeandikwa hivyo? Never. Mitume wa Yesu walisoma wapi? Hawakuitwa kwa majumba ya kifalme? Walisema umejuaje haya huko hajasoma? Usijione duni mbele ya mtu wa degree, mbele ya mtu sio na PhD, master. Usiogope. Ukiwa na Kristo ndani yako, wewe ni zaidi ya PhD. Bwana asifiwe. Elimu ya dunia kwa Mungu ni kama nini? Upuuzi. Na anatoa lile neno ambalo dunia inaona nini? Upuuzi. Maana kwa hilo neno, kwa somo la leo mchana, leo Robin Nelson, ina uwezo kutoa pepo. Njoo na PhD yako toe nini? Pepo. Unataka mtu una PhD una jini. Si ndio? Wewe ni tajiri, mtoto wako ana mapepo. Kwa mtu mmoja tuzalau sana. Akatuzalau sana, nini hamna kazi ya kufanya. Hiyo tumechoka hadi mpaka uso una mapembe. Uso una nini? Tunahubiri una njaa. Toka hapo juu utakula wapi Wewe akatuzalau sana, hamna kazi ya kufanya.
Kwa hiyo tunaombea watu wa mapepo. Sema hatuna mapepo hapa. Hii mnaingiza mambo ya Pentecost. Nakwambia akafika nyumbani mtoto wake mkubwa akapata jini hapo hapo. Likamlalua na kakemea likamwambia wewe nini wewe mpumbavu. Usiku tunaamshwa usiku wa manane kuja kutoa pepo yule. Mpaka leo kimya. Bwana asifiwe. Elimu yake na hela yake haikuweza kutoa nini? Pepo. Kwa Mungu anakupa kitu cha tofauti. Mesha asante. Sasa andiko nasema hivi, ukuu wa Mungu kwetu hauwezi kufahamika. Kiti cha enzi cha Bwana kiko wapi? Mbinguni. Zaburi 1:4. Lakini kwa roho wake yupo kila lini? Mahali. Kwa roho wake yupo kila lini? Mahali. Kila mahali. Bwana asifiwe. Kwa Mungu yupo kila mahali kwa njia ya roho wake. Hiyo ndio iko hivyo. Sign of the time, Novemba 23 mwaka 1891. Era anasema hivi, roho wa kiungu ambaye mkombozi wa ulimwengu aliahidi kuituma ni uwepo na nguvu za nani? Ya Mungu. Hii imeisha tu hivyo. Watu kwamba baba na mwana walikuwa wawili, lakini karibu kufanana kabisa, wawili katika nafsi zao, lakini mmoja katika roho na moyo na nini? Na tabia. Kumbe Roho Mtakatifu anaitwa mmoja wa nani? Baba na nani? Na mwana. Kwa hivyo walikuwa kidogo yet little short of being identical. Sasa ukisoma kwa lugha hii fasaha, yani baba na mwana, sio unasemaga baba na mwana ni mtu mmoja, ni sawa sawa Kwa hiyo kwa ita. Hii ni kweli ndio inavunja. Walikuwa ni kidogo wana some points wanapishana. Ilikuwa ni kidogo point kidogo wawe identical. Sinafahamu maana identical kabisa. Ni nini? Utambulisho. Identical na utambulisho. Kufanana. Kwa hiyo walikuwa bado point kidogo wafanana, lakini hawafanana. Wanafanana lakini kuna mpishano. Ni kama baba yako na baba, wewe na baba yako. Unaweza mkafanana sana lakini hamwezi kuwa identical. Wewe unaweza kuwa identical na baba yako, atakuua. Imesha, beti imesha. Ndio hizo mbili za nini? Hata nimeshamaliza. Haya nikata kabisa. Basi badilisha tuombe kabisa. Jamani kanisa mnaelewa? Hapa nakula dakika zangu zile 20 sababu hazina maana tena sasa hivi. Zile zabaki nachukua tu 5 pale. Nitaongea chache. Kuna mtu ana swali hapo? Karibu. Kuna nukuu hapa inatoka kwenye kitabu cha The Desire of Ages. Sijahakiki kama ipo sahihi, lakini kuna mwalimu mmoja ambaye wewe some haraka acha mambo ya walimu wengine. Sawa, anasema hivi. Katika Desire of Ages ukurasa wa 671 na ile paragraph ya pili anasema nilijua tu lazima ikisoma dhambi ingeweza kupingwa na kushinda tu kupitia wakala mkuu wa nafsi ya tatu ya uungu ambaye angekuja bila nguvu isiyopunguzwa bali katika utimilifu wa nguvu za kiungu. Ni Roho ndiye afanyaye kukamilika kwa kile kilichofanywa na mkombozi wa ulimwengu. Ni kwa njia ya Roho kwamba moyo unafanywa kuwa safi. Kupitia kwa Roho muumini anakuwa mshiriki wa asili ya uungu. Tulia hapo. Jenga swali. Usikae lakini. Swali langu ni kwamba mwalimu amefafanua vizuri ya kwamba nafsi ni baba lakini pia nafsi nani? Ni mwana. Nao sio umoja kama ambavyo inafafanua katika fundisho la Utatu. Ndio. Roho Mtakatifu sio nafsi bali ni roho wa baba lakini pia ni roho wa mwana. Katika kitabu hichi tunaambiwa kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu, na kwa kadiri ilivyofundisha tumeona kwamba roho sio nafsi. Asante. Sasa nafikiri kama mtu alikuwa amenisikiliza kwa makini angepata uelewa mzuri, si ndio? Hapo neno limetumika nafsi ya tatu ya nini? Nafikiri nilikuwa nishaeleza. Roho yako inapokuwakilisha inakuwa ni nini? Sinabeba mawazo yako. Kama sipo hapo kwa roho, nipo kwa mwili, inakuwa kwa nini? Kwa roho. Kwa inabeba utu wako, lakini haifanyi kwa mtu mwingine. Sasa nenda hiyo Desire of Ages. Hapo kwa malizia mstari wa chini. Sikia vizuri hapo. Hiyo roho ya nani? Soma. Chini hapo. Ilikuwa ni nukuu, sina kitabu kamili. Sasa ndio maana ukisoma kwa nukuu mara nyingi inaleta shida kubwa sana. Sasa nenda Desire of Ages pale chini. Sema Kristo ametupa roho ya ndani yetu. Hiyo
Kwa Ellen White alikuwa ni smart, ana roho wa Mungu anamuongoza. Tuko pamoja? Maana katika maandiko mengine ya Paulo unaweza ukasoma ukajua kama Yesu ndio huyo Mungu Baba. Anamaanisha hivyo. Kumbe wewe sababu umesoma kwa kichwa, ukisoma utamuelewa anachokimaanisha. Sasa pale anachosema Kristo ametupa roho yake akimwakilisha. Kwa anapokuwa anamwakilisha anakuwa anabeba utu wa nani? Wa Kristo. Katika hizo nukumba tumesoma hapo kwa mfano. Nikuonyesha hapa. Sikia hapa nukuu. And when he had said this, he ambaye ni Christ pressed on them and says unto them, receive the Holy. Before the disciples could fulfill their official duty in connection with the church, Christ breathed his spirit upon. Alipuliza roho gani? Alipuliza Mungu mwingine. Hivi Mungu mwingine akapulizwa? Akapuliza his spirit is upon them. Kwa sababu alipokwisha kusema hayo, akawapulizia akawaambia, pokeeni roho. Na kabla wanafunzi hawajatimiza majukumu yao rasmi kuhusiana na kanisa, Kristo aliwapulizia roho wake juu yao, akawapulizia. Sasa kama ni mtu mwingine anapulizwa. Ndio maana ukisoma katika nukuu vizuri na Biblia ukafanya comparison utaelewa maana yake. Sasa katika somo linalokuja hizo nukuu zote tatu nitazifunika hapa. Tuko pamoja? Kwa hiyo jiandae shule inayokuja. Sasa nukuu nyingine ambayo ni the best ambayo tutamalizia hapo. Inasema hivi. Naomba nisome kwa Kiswahili tu hapa. Hii nukuu nimewaga napenda kwa Kiingereza na Kiswahili ili watu waelewe. Ujue kwamba Kristo anakuja akiwa amefungwa katika binadamu. Kristo hii ilileta 119 Februari 18 mwaka 1895. Akiwa amefungwa katika binadamu, Kristo, unasikia vizuri? Kristo hakuweza kuwapo kila mahali binafsi. Kwa hiyo ilikuwa kwa faida yao kwamba awaache aende kwa Baba yake, atume Roho Mtakatifu awe mwakilishi wake duniani. Roho Mtakatifu ni mwenyewe akiwa ameondolewa ubinafsi wa binadamu na akiwa huru na huo angejidhihirisha kuwa yupo kila mahali kwa njia ya Roho wake Mtakatifu kama aliyopo kila mahali. Umeelewa kama? Imekaa vizuri hiyo? Una swali hapo? Kwa maana Roho ni Kristo mwenyewe kwa njia Roho wake, yani Roho yake mwenyewe akaja akajitanua na akasema kwamba nipo nanyi mpaka ukamilifu wa nini? Kwa maana kama angekuwepo kama Roho Mtakatifu angekuwa ni Mungu mwingine. Tungekuwa tuna Kristo au tuna Mungu mwingine? Kwa hiyo tunakuwa na Kristo kwa njia gani? Sasa hii tunaiunga vipi? Hebu nisomee Meshayo andiko hili wa Kolosai, wa Efeso 4 mstari wa 13. Maliza hapa. Wa Efeso 4:13 anasema, nasemaje? Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani. Ni waraka kwanza wa Yohana 4:13. Nasemaje? Anasema, nasemaje? Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake na ndani yetu kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Kwa Kristo ametushirikisha roho wake. Na hii inasema katika Divine Herald Novemba 19 mwaka 1908, Christ has given his spirit as a divine power. We need enjoy it. Sasa usimsome Ellen White kwa nukuu moja. Kristo ametoa roho wake kama nguvu ya nini? Ya kiungu. Kwa hiyo ni roho wa Kristo yuko ndani yetu ambayo ni roho wa Mwana. Ni nguvu ya kiungu. Kwa hiyo unapokuwa na ndio maana nasema kwamba nafsi ya tatu ya nini? Si ya Mungu bali ya nini? Ya uungu. Tofautisha nafsi ya tatu ya Mungu na nini? Na uungu. Uungu ni asiri. Kulingana na ile kitabu kile cha Warumi 1:20. Kwa uweza wake wa uungu. Kwa uungu si nafsi. Uungu ni asiri, uwezo wa kimungu, tabia ya kimungu. Kwa Roho Mtakatifu analeta uwezo wa kimungu, asiri ya uungu, nguvu za Mungu. Yaani kifupi, yeye ndio uwezo wa Mungu katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Mimi acha niishie hapa kwa leo. Unasema na swali? Mkweli nimekusahau. Msikifu swali la mwisho. Sawa. Tuna kwa haraka? Sawa. Na nilikuwa nauliza kwenye Mwanzo 1:26
26 hiyo. Nitasoma kwa Kiingereza. And God said, let us make a man in our image after our likeness. Nilikuwa nauliza kwamba je, mfanano ambao ulikuwa unaongelewa hapa ni wa tabia au ni wa I mean labda tabia utakatifu au ni wa sura pia na wa sura kama ilivyoandikwa hapa hivi. Okay. Mungu kwa mjibu tu wa Biblia, Mungu alituumba kwa mfano wake wa kitabia na mfano wake wa umbile. Sawa? Lakini tulipoteza hali ya tabia. Ile sura yake. Sura ilipoteza. Sasa si sura ya uso, sura ya tabia. Likeness. Sasa ukimwangalia Mungu mwenyewe katika Biblia utaona ni mzee wa nini? Wa siku. Na Musa pia anamuona mwana wa Mungu pia. Kwenye Kutoka ile 12, Hesabu 12, mstari wa 8 na ile Kutoka 33. Musa anamuomba muone nani? Mungu. Mungu anamwambia uweze kuona uso wangu nikafanyaje? Si ana uso tayari. Na akamwambia sasa uso wangu utaona nyuma yangu. Wakati anaondoka Musa akaona nyuma na akikuwa akaona umbo la nini? La Mungu. Hebu nipe tu kwanza andiko, nisome tu Ushayo sababu swali zuri sana hilo. 12:8 sababu tuangalie Mungu analo umbo. Na hilo umbo tutamuona nalo. Soma. Kwa hiyo utaona kitu fulani cha ajabu ajabu. Kwa hiyo wana utatu, Mungu wao ana nafsi tatu, ndio maana wanasema Mungu wao ataonekana. Mungu wao ana umbo kwa sababu washamsambaratisha. Soma. Anasema kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona, na atafanyaje? Ataliona. Ndio hata ukisoma 1:26 Ezekieli, nisomea hapo, angalia kuna mmoja ameketi mfano wa mwanadamu. Soma vizuri. Ezekieli 1:26 inasemaje? Anasema na juu ya anga lililokuwa juu ya vichwa vyao palikuwa na mfano wa kiti cha enzi. Mfano wa kiti cha nini? Cha enzi. Maliza. Kuonekana kwake kama yakuti samawi. Na juu ya mfano huo wa kiti cha enzi ulikuwa mfano kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu. Juu ya kiti cha enzi ameketi mtu mfano nani? Wa mwanadamu. Na Mungu ametumba kwa mfano wake. Kwa hiyo Ezekiel anaona mtu aliyeketi anafanana na nini? Na mwanadamu. Lakini amejaa ndimi za moto. Endelea na andiko. Anasema ndio mwanadamu ameketi, mwanadamu juu yake. Nikaona kana kwamba ni rangi ya kaharabu kama kuonekana kwa moto ndani yake pande zote tangu kuonekana kwa viuno vyake na juu na tangu kuonekana kwa viuno mpaka viuno vyake na chini. Na aliona kana kwamba ni kuonekana kwa moto. Ndio. Tena palikuwa na mwangaza pande zake zote kama kuonekana kwa upinde wa mvua. Kama kuonekana kwa upinde wa nini? Wa mvua. Yaani huyo mtu ana kiuno. Umeona kimene kwa hivyo? Kwanza kiuno chake moto unasuka unawaka, ni moto pande zote. Ni ajabu. Utukufu wa ajabu, alafu amezungukwa na upinde wa nini? Sasa ukisoma Ufunuo 4 utamwona kuna mmoja ameketi misili ya jiwe la yasi. Alafu upinde wa mvua kufanyaje? Umezunguka. Kwa hiyo Mungu alitumba kwa mfano wake. Haleluya. Na hiyo ndio moja ya msingi wa fundamental principle za Waadventista wa Sabato, kwamba Mungu wao ana umbo. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio. Ukisema Mungu ana umbo, unaingia kwenye umizimu, unaingia kwenye hiyo pantheism na matrinity kama hayo. Nimekujibu? Nilikuwa nimeuliza hilo swali kwa sababu zamani huko tulipokuwa kwenye makanisa ya utatu kwa kusemaga Mungu ni roho. Kwa hiyo maana yake Mungu ni roho. Ana hewa haonekani, ndio maana kumuona. Basi hiyo ni hatari nyingine ambayo ipo hata wale kina Range White wakati ipo katika Methodist. Nenda kaangalia Mungu wa Methodist ambao anamwabudu Range White. Ana viungo wala ana lakini huyo alivyokuja akakataa hiyo imani, akasema Mungu wake anayemwabudu ana umbo la kuonekana. Na eli wenye moyo nini? Safi. Maana utamwona nani? Mungu. Na Ufunuo 22:5 watumwa wake wataona uso wake, naye atafuta machozi katika nyuso zao. Bwana asifiwe. Ni wangapi wanatamani kuona Mungu? Bwana asifiwe. Amen.
lakini tunaambiwa heri wenye moyo nini? Safi. Ukiwa na moyo tu ovyo, fire. Mungu atusaidie. Tupige magoti. Tuombe.